بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللحاضرين وللسامعين وللمسلمين أجمعين آمين. صحابيته اليوم بإذن الله تعالى أبو العاص ابن الربيع رضي الله تعالى عنه. أبو العاص تملسما حدثني أبو العاص فصدقني ووعدني فوفاني. Alinieleza na akawa mkweli, na aliniahidi na akatimiza ahadi yake. Kana Abu al-Aas ibn al-Rabi' al-Abshami al-Qurashi shaban mawfura shabab. Abu al-Aas ibn al-Rabi' alikuwa ni kijana mwenye nguvu za ubarobaro. Mawfura shabab yani qawiyan, alikuwa ni kijana mwenye nguvu za ubarobaro. Bahia rawnaq ni jamilul manzar, alikuwa na mtazamo mzuri. Ra'i'a almujtala yani hufurahi mwenye kumtizama. Alikuwa ni mtu Allah subhanahu wa ta'ala amemuumba vizuri, mzuri sura zake, umbile lake. Isitoshe, bal basatat alayhi an-ni'matu dhilalaha, bali neema zimemkunjulia kivuli chake. Bimaana alikuwa ni tajiri katika wale matajiri wakubwa. Wajallalahu alhasabu biridaihi, na nasaba yake ikamuadhimisha kwa nguo yake. Bimaana alikuwa ni mtu mwenye nasaba tukufu, ni mzuri, mwenye mali, mwenye nasaba, kila kitu katika dunia amepewa. فغدا مثلا للفروسية العربية بكل ما فيها من خصائل الأنف والكبرياء. Akawa ni katika wanaopigiwa mfano katika wale wanaotumia farasi. Waarabu wajua kutumia farasi kwa kila sampuli za tabia za utakatifu. Khasail al-anafa yani khasail al-izza wal-kibriya na al-azama, yani alikuwa kila tabia za utukufu basi ukizitafuta utazipata kwa Abu al-Aas. Kila aina ya sharaf na utukufu, si kwa nasaba, si kwa kabila, si kwa mali, si kwa uzuri, si kwa ushujaa, zote alikuwa anazo. Wa makhail almuru'ati walwafa, na alikuwa pia ana makhail yani alamat almuru'ati walwafa. Ana alama toka dogoni mwake, alama za utu na kutimiza ahadi. Hakuwa ni katika waliokuwa kinywa pombe kwenye ujahilia, kwa hanywa khamr, sababu alikuwa kiheshimu akili yake, na alikuwa ni mtu wa kutimiza ahadi, hakuwa na uongo. Wa ma'athir al-i'tizaz bi turab al-aba'i wal-ajdad, na alikuwa na fadhila za kujifakhiri na mababu zake na mababa zake, yani kila upande. Yani sina saba, sio kwamba yeye ni mzuri, familia yake walikuwa watu waovu, labda babu zake walikuwa watu wa pombe, la, ni watu wanaoheshimika na Waarabu wote. Pamoja na hayo, waqad waritha Abu al-Aas hubba at-tijarati an Quraysh sahibati ar-rihlatayn, rihlati ash-shita'i wa rihlati as-sayf, bali akarithi kwa Makuraishi kupenda biashara. Alikuwa ni mwanabiashara mzuri, alikuwa akipenda biashara. Sababu Quraysh walikuwa watu wa biashara, Maansari watu wa kilimo, Quraysh watu wa biashara. Akawa yupenda biashara. Rihlat ash-shita'i was-sayf, shita'i ilikuwa wakienda Yaman, wakati wa sayf walikuwa wakienda Sham. Fakanat rakaibuhu la taftahu dhahibatan aiba baina Makkah wa Sham, ikawa mangamia wake na vipando vyake haziati saa zote, ima zimekwenda Sham zarudi Makkah. Yani mwanabiashara maarufu mkubwa. Wakanat qafilatuhu, na msafara wake biashara yake kitoka biashara Abu al-Aas tadhummu al-100 min al-ibil
wal 200 min ar-rijal. Msafara wake peke yake ilikuwa ni ngamia 100 na wafanyikazi 200. وكان الناس يدفعون إليه بأموالهم ليتجر لهم بما فوق ماله. Na watu pamoja na hivyo walikuwa pia wakimpatia mali zao au wafanyie biashara pamoja na mali yake, lima balau min hifdhihi wa sidqihi wa amanatihi, kwa sababu muona walipomjaribu wakamuona ni mtu mwerevu, mkweli, mwaminifu, alikuwa kila sifa za uzuri anazo. وكانت خالته خديجة بنت خويلد زوج محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. na ilikuwa khalati yake Khadija bint Khuwailid radhiyallahu ta'ala anha, mke wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, tunziluhu min nafsiha manzilata alwalad min ummihi, akimfanya kama mwanawe, kama mama na mtoto wake. Yani Abu al-As mbele ya Khadija ilikuwa kama mwanawe, kwa sababu ni mtoto wa ndugu yake Hala bint Khuwailid. Hala bint Khuwailid ndio mamake Abi al-As, na huyu ni Khadija bint Khuwailid. Kwa hiyo ilikuwa akimchukua kama mwanawe. Watafsahu lahu fi qalbiha wa baytiha makanan marmuqa, na ilikuwa akimkunjulia kwenye nafsi yake na kwenye nyumba yake makanan marmuqa, ni sehemu adhim, yani akimfanya kama mwanawe, hakuna tofauti. Yanzilu fihi ala ar-rahbi wal hub, akishukia nyumbani kwa Khadija kwa mapana na mapenzi yote. Walam yakun حب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم لأبي العاص بأقل من حب خديجة له ولا أدنى. نبيا ممواك خديجة بن متوم صلى الله عليه وسلم hayakuwa mapenzi yake kwa Abu al-As ni mapungufu kuliko mapenzi ya Khadija, bimaana naye pia alikuwa akimpenda Abu al-As kama Khadija anavyompenda Abu al-As. Kwa hiyo hakuwa na upungufu kwenye mapenzi yake. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpenda Abu al-As sana. ومرت الأعوام سراعا خفافا على بيت محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. miaka ikawapita haraka kwa wepesi kwenye nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo mkewe ni Khadija. Fashabbat Zainab kubra banatihi, Zainab akafikia, amekuwa binti mkubwa, amekuwa yani shabbat ni barabara, lakini kwa mwanamke sijui pia itwa barabara. Almuhimu akafikia marhala ya ubarabara, yani mwanamke akawa mkubwa. Na Zainab ni katika watoto wa kwanza, yani mtoto wa kwanza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa banat, mkubwa ni Zainab. Watafattahat kama tatafattahu zahratun fawahatu shadha bahiyatu rawa, na akafunguka kama linavyofunguka ua lenye harufu nzuri yenye kuenea. Bahiyatu rawa, yani jamilatul manzar, akawa ni mzuri. Zainab ikiwa baba yao sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni mzuri, itakuwaje watoto wake? Kwa hiyo walikuwa wazuri. Fatamahat ilaiha nufusu abna'i sadati albahalib, kila mtu Makkah kawa atakumoa Zainab, kila mtu, wale zile nafsi za watoto wa wale wakubwa wa Makkah, wale mabahalil, ni jamu ya buhlul. Yani buhlul ni mtu sayyid alladhi jamaa kulla fadl, yaitwa buhlul. Kwa hiyo wakakusanya wale watoto wa mabahalil wote wa Makkah, wakawa wamtaka Zainab, kila mtu ya mtu mababake akamposea, min ashrafi Makkah, watu watukufu wa Makkah. Wa kaifa la, vipi wasimtake, wa hiya min a'raqi banati Quraysh hasaban wa nasaba, wakati yeye ndio mwenye nasaba mzuri na historia mzuri, yani familia yake hakuna nasaba mzuri kama nasaba Mtume sallallahu alaihi wasallam. Vipi asitakiwe binti yake? Wa akramihinna umman wa aba, na ndio mwenye mama mkarimu zaidi na baba mkarimu zaidi. Mama ni Khadija, baba ni Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Wa azkahunna khuluqan wa adaba, na ilikuwa huyu binti Zainab ilikuwa ni katika watu wenye tabia safi, tabia nzuri zaidi na adabu nzuri, hapo alikuwa hakuna mfano wake katika mabanati wa Makkah. Walakin anna lahum ayfaru biha, lakini vipi watampata? Watampatia wapi? hawezi kumpata. Vipi watampata? Waqad hala dunahum wa dunaha
ابن خالتها أبو العاص بن الربيع فتى فتيان مكة. watampataje na kuna katikati yao kuna Abu al-As pia sitoshe ni mtoto wa dadake Khadija, yuko nyumbani, ni mtoto wa nyumbani, hawezi kumpata. Kwa hiyo wote wakawa wamewekewa ukuta na Abu al-As, yeye ndo akatangulia kumposa Zainab. Akamposa Zainab, alimposea ni Khadija, akamposea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam binti yake, na Mtume hawezi kumrudisha Khadija radhiyallahu ta'ala anha. لم يمضي على اقتران زينب بنت محمد بأبي العاص إلا سنوات معدودات. haikupita muda mrefu wakaozeshwa, ikapita miaka kadhaa, hatta ashraqat bitahu makkah bin nur al-ilahi al-asna. mara Makkah ikang'aa kwa nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala, nuru ya wahi. yani bimaana zile ardhi za Makkah, bitah yani jamu ya batha, ikang'aa nuru baada ya kutumilizwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. muda mchache, miaka, tayari Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa ni mtume. wa ba'atha Allahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alayhi wasallam bidinil huda wal haqq. Mtume sallallahu alayhi wasallam Allah akamtumiliza kwa dini ya uongofu na haki. wa amarahu bi an yunzira ashiratahu al-aqrabin. akaamrishwa Mtume sallallahu alayhi wasallam wa anzir ashirataka al-aqrabin, onya watu wako wa karibu, anza na da'wa ya kwenu, anza kwenu kwanza. Mtume sallallahu alayhi wasallam akaanza da'wa. sisahau Abu al-As, Zainab, wote ni katika aqrabin. fakana awwala man amana bihi min an-nisa'i zawjatuhu Khadija bint Khuwaylid. wa kwanza kuamini katika wanawake ni Khadija mkewe radhiyallahu ta'ala anha, na wakafuata banatu, mama na wanawe, Zainab mke wa Abu al-As, Ruqayya, Kulthum wa Fatima. pamoja na kuwa Fatima ilikuwa ala ar-raghm min anna Fatimata kanat saghiratan anadhak, Fatima ilikuwa ni mdogo sana. kafanya da'wa, mama na wanawe, mkewe yani na watoto wake wakamkubali Mtume sallallahu alayhi wasallam. ghaira anna sihrahu Abu al-As, isipokuwa huyu mkwe sasa Abu al-As karih an yufariqa dina abaihi wa ajdadi. akaambia mimi siwezi kuacha dini ya baba zangu na babu zangu. wa aba an yadkhula fima dakhalat fihi zawjatuhu Zainab, akakataa kuingia kwenye dini aliyoingia mkewe Zainab. ala ar-ragm min annahu kana yusfiha bi safi al-hubb, pamoja na kuwa ilikuwa akimpenda Zainab mapenzi ya kweli, wala mapenzi yake hayakubadilika baada ya kubadilisha dini. wayamhaduha min mahdhi al-widad, na akimpenda mapenzi khalis kabisa ambapo hachanganyi na chochote. Mtihani ukaanza hapa. binti ya Mtume sallallahu alayhi wasallam amekuwa Muislamu, ni Muislamu taban, lakini amefuata tauhid khalis, na Abu al-As mumewe amekataa kuingia kwenye Uislamu. watu da'wa ikawa yafanywa Makkah, watu wamfanyia uadui Mtume sallallahu alayhi wasallam, watu wateswa. walamma ishtadda an-niza'u baina ar-rasul salawatullahi wa salamuhu alayhi wa baina Quraysh, ilipokuwa mvutano umekuwa mkubwa, watu wapambani na Mtume, wamtusi, sahirun majnun kadha wa kadha, wakaona sasa vipi la kumuudhi Mtume, tumuudhi mpaka asikie uchungu, awe hana raha ndani ya nyumba yake. qala ba'dhum li ba'd, Quraysh wakaanza kuambiana, waihakum, yoneni huruma, ole wenu, innakum qad hamaltum an Muhammadin humumahu bitazwiji fityanikum min banati, nyinyi mmebeba jambo la Muhammad, hamu zake zote mmezibeba nyinyi, mkamuozesha watoto wenu mabinti zake. nyinyi mmeozesha watoto wenu mabinti wa Muhammad. falau radatumuhunna ilayhi lan shaghala bihinna ankum, lau mkiwaambia watoto wenu wataliki watoto wake wote arudi kwake,
watamshughulisha watoto wake ataacha hili jambo. Kwa hiyo kikao wale watu wote walioa binti mabanati wa mtume wa wataliki. Faqalu ni'ma ar-ra'yu ma ra'aytum, nimelioja rai hii mlioileta nzuri sana. Wamashaw ila Abi al-Aas, wakaenda kwa Abi al-Aas mke wa Zainab, mume wa Zainab. Waqalu lahu, wakamwambia fariq sahibataka ya Abi al-Aas, Abu al-Aas mwache huyu mkeo, waruddaha ila baiti abiha, mregeshe kwa nyumba ya babake, tadiki umregeshe. Wa nahnu nuzawwijuka ay imra'atin tasha'u min kara'im aqilati Quraysh, na sisi tutakuozesha mwanamke yoyote unayemtaka, yoyote katika wanawake wa karimu wenye akili wa Quraysh. Chagua yoyote, muhimu tu muache Zainab arudi kwao, alafu wewe chagua binti yoyote umtakaye, tutakuozesha. Qala, akamwambia la wallah, la, hapo siwezi. La ufariqu sahibati, mke wangu simwachi. Wama uhibbu anna li biha nisa'u dunya jami'a, na sifadhilishi, sipendelei hata nipewe wanawake wote wa duniani, siwezi watanguliza zaidi ya Zainab. Kwa hiyo mimi siwezi kufanya, simwachi. Amma ibnatahum Ruqayya wa Kulthum faqad tulliqata wa humilata ila baiti, huku wengine walipofuatwa Utba ibn Abi Lahab na Utayba ibn Abi Lahab. Utba ilikuwa ni mume wa Ruqayya, babake Abu Lahab akamwambia mwache, akamwacha. Akamfuata Utayba, alikuwa amemoa Kulthum, akamwambia mwache. Hawa wawili baba yao akamwambia waache, wakaachwa. Kwa hiyo Ruqayya na Kulthum wakarudi nyumbani kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Alipoona Mtume sallallahu alayhi wasallam Ruqayya binti yake na Kulthum wametalikiwa, wamerudi nyumbani, fasurra ar-rasul salawatullahi alayhi, akafurahi mno. Yani walikuwa takumudhi, akafurahi Mtume sallallahu alayhi wasallam. Fasurra biraddihima ilay, akafurahi mno kwamba mabanati wake wametalikiwa na washirikina. Yeye akalitizama kwa njia nyingine. Watamanna allau fa'ala Abu al-Aas kama fa'ala sahiba, na akawatamani Abu al-Aas naye amtaliki na Zainab kama hao wenzake walivyofanya. Yatamani mtume na huyu pia amwache binti yake. Ghaira annahu ma kana yamliku min al-quwwati ma yurghimuhu bihi ala dhalik, pamoja na kuwa mtume alikuwa hana nguvu ya kumlazimisha kumwacha binti yake. Walam yakun qad shuri'a ba'du tahrimu zawaji almu'minati min almushrik, na hapo ilikuwa bado haijateremka kuharamisha mu'mina, mwanamke wa Kiislamu, kuolewa na mshirikina, ilikuwa bado haijaharamishwa. Kwa mtume hana nguvu, ni mumewe, kawa hawezi kumlazimisha kumwacha, na sheria haijateremka kukataza. Sababu iliteremka wapi? Madina. Azaniyatu wazani, azaniyatu la yankihuha illa zanin au mushrik, yani zania haulewi isipokuwa na mzinifu mwenzake ama mshirikina. Allah subhanahu wa ta'ala kisha kamaliza wa hurrima dhalika ala almu'minin, na imeharamishwa jambo hilo mu'min kumoa mshirikina ama mzinifu, hilo limeharamishwa. Kwa hiyo kwa haijateremka aya kuharamisha. ولما هاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه إلى المدينة، Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoguria Madina. Kwa hiyo Zainab amebaki na mumewe Abu al-Aas, ndio mumewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam akagura kuelekea Madina pamoja na waumini waliomwamini, wakafanya hijra. Binti yake akamwacha kwa mumewe. Washtadda amruhu fiha, jambo likawa zito, watu vita vikaanza. Wa kharajat Quraysh liqitalihi fi Badr, paka ikafika vita vya Badr. Makuraish wakatoka kwa wingi na viongozi wote, kina Umayya, kina Abu Jahal, wote kina Uqba ibn Abi Mu'ayth, wote katika wale wakubwa sanadid Quraysh wakatoka. Idhurra Abu al-Aas lilkhuruj ma'ahum idtirara, watu kila yule mtukufu yotoka, hakuna kubaki mtu nyuma.
paka wale kina Umayya ibn Khalaf waliokuwa wanono, mtu haizi hata kuinuka. Lakini vita hivyo pia aliambiwa wewe najua utaketi na wanawake, likamuudhi hilo. Yani walikuwa kumfanyia tahrish, kwa ameketi mwenyewe hawezi, akaambia haya tunajua tutakubakisha Maka na wanawake utawatizama, ndio likamuudhi naye pia akatoka. Kwa kila mtu, kwa Abu al-As naye hawezi kubaki nyuma, naye pia twende kapigane na Muhammad. Yuenda kupigana na mkwe wake, mume ama yani baba wa mkewe, yuenda kupambana naye vita tena vya kidini, si vita vya kawaida. Kwa hiyo naye Abu al-As akatoka kwenda vita vya Badr kupigana au safu za makufaru, kupigana dhidi ya Uislamu na Waislamu. in lam takun bihi raghbatun fi qital almuslimin wala arabun fi an-nail minhum, hakuwa na raghba yote ya kupigana kiukweli, wala hakuwa na lengo lolote la kuwaua. Yani ni kwa kuwa tu jamani twende, sengine watu utolewa kufanya mambo ambayo hawayataki, lakini kwa kuwa watu waliozunguka wote wafanya, naye akaona afanye nini afanye. Sasa Abu al-As aliingia kwenye grupu hili la kufanya kwa kuwa watu wafanya, sio kwa kuwa nafsi yake iwapenda, la kaingia. walakin manzilatahu fi qaumihi hamalathu ala musayaratihim hamla, lakini ile manzila yake na makana yake na utukufu wake kwa watu wake ndio ikampelekea kuenda kwenye msafara ile na kujibebesha jukumu lile. وقد انجلت بدر عن هزيمة منكرة, vita vikapiganwa vikaisha, haki ikabainika, batili ikatoweka, wakashindwa makureishi kikweli kweli, wakauliwa wale wakubwa wote, kina Abu Jahal, kina Umayya, wote wakauliwa, kina Uqba ibn Abi Mu'ayth, wote wakauliwa. adhallat ma'atis ash-shirk, vita hivi vilivyodhalilisha ma'atis ash-shirk. Ma'atis yani sehemu ya kuchemua, yani yakusudiwa anf, yani kuonesha kwa sababu Arabu waheshimu sana pua zao, kwa ikawadhalilisha. adhallat ma'atis ash-shirk, yani kadhalilisha mapua ya ushirikina, yani kadhalilisha washirikina. wa qasamat dhuhura tawaghiyati, na ikavunja migongo ya wale waovu. fa fariqun qutil, wengine wakauliwa katika makufar. wa fariqun usir, na wengine wakatekwa mateka. wa fariqun najahu al-firar, na wengine wakaokolewa na kukimbia. Wengine walikufa, wengine wakatekwa mateka. Yani waliteka mateka takriban 70 na wakaua 70, na wengine wakakimbia. Ndio maana vita vya Uhud nao pia walipopatikana wakakumbusha, awalamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaiha qultum anna hadha qul huwa min indi anfusikum. Huo msiba uliwapata, kumbukeni mliwasibu vita vya Badr kama hivyo, na yote haya ni kwa ajili ya mliochuma kwa nafsi zenu kuasi amri moja tu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa wakatekwa mateka waliotekwa, wakauliwa waliouliwa, na wengine wakapona kwa kukimbia. وكان في زمرة الأسرى أبو العاص زوج زينب بنت محمد, na katika wale waliotekwa matekwa bahati mbaya ama mzuri, Abu al-As na yumo ndani, mke wa Zainab, mume wa Zainab binti Muhammad sallallahu alayhi wasallam. فرض النبي عليه الصلاة والسلام على الأسرى فدية يفتدون بها أنفسهم. wakati wa vita vya Badr yafahamika, Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwashauri masahaba hawa mateka tuwafanyeje. Umar ibn Khattab akasema tuwachinje, tuwaue. Abu Bakar akaambia fidia walipiwe fidia, tuache kila atakayelipiwa fidia tuweke kiwango cha fidia tuwalipie, kisha waache. Na wote walikuwa ni rai zao. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamili kwenye rai ya sahibi yake Abi Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, kwa akaeka fidia ya kulipiwa. Allah akawaacha lipite, kisha ikateremka ma kana linabiyin
an yakuna lahu asra hatta yuthkhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah. Kateremka aya, si sawa kwa nabii achukue mateka kisha waachilie, yani mateka wachukue ili kupata dunia, akaambia hatta yuthkhina fil ard, paka awaue hama kufar wafanye adabu, kisha Allah akaambia turiduna 'arada ad-dunya, sio mtaka tu arad katika arad za dunia, wallahu yuridu al-akhirah, Allah yataki akhir. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa rahma yake na rifiki yake akawaacha hawa mateka, kwa sababu hao walikuwa ni aladul a'da wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaeka fidia waachiliwe, waja'alaha tatarawahu baina 1000 dirham wa 4000. Ikawa Mtume sallallahu alaihi wasallam ile fidia imeipandisha kwa baadhi ya wengine na wengine imeishukisha, hasba manzilati al-asiri fi qaumihi wa ghina, kwa namna vile yule mateko atakuwa kwa watu wake. Ikiwa tajiri, watu wake matajiri, fidia yake itakuwa juu, ikiwa maskini basi hushukishiwa. Yani ikawa yacheza baina dirham 1400 mpaka 1000. Miongoni mwa Abu al-As, na Abu al-As tajiri miongoni mwa tajiri wa Makka, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa watu waje kukomboa mateka wao, walipia wachukua mateka wao waenda zao. وطفقت الرسل تروه وتغدو بين مكة والمدينة حاملة من الأموال ما تفتدي به أسراها. ikawa wajumbe wanaotumwa waja warudi, watu warudi, waja Madina kuchukua mateka wao warudi. Ilipokuwa wanaokuja katika wajumbe, fab'athat Zainab rasulaha ila al-Madina, Zainab naye yuko Makka, akasikia mumewe ameshikwa huko, ni katika mateka walioshikwa kwenye vita vya Badr, bintu Rasul sallallahu alayhi wasallam. Naye akatuma mali kwenda kumkomboa mumewe, akatumana mali yahmilu fidyata zawjiha Abi al-As, beba akamtuma mjumbe ambaye amebeba fidia ya kumkomboa mumewe Abu al-As. Waja'alat fiha, na katika ile fidia zile mali dhahabu alizokuwa ametumana akaeka qiladatan kanat ahdatha laha ummuha Khadija bint Khuwailid, akaeka mkufu aliyokuwa amepewa zawadi na mama yake Khadija bint Khuwailid. Yawma zaffatha ilayhi, siku alipomwozesha akampatia zawadi ya mkufu wake radhiyallahu ta'ala anha. Kaenda haya, hii ni mali ya kukombolewa Abu al-As, pewa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Akiangalia, falamma ra'a ar-rasul al-qilada, Mtume alipoona mkufu wa Khadija, ghashiyat wajhahu al-karim ghilalatun shaffafa min al-huzn al-amim, kuna nguo nyepesi, ghilalatun shaffafa ni nguo nyepesi, akajifinika uso kwa huzuni, akasikia uchungu Mtume sallallahu alaihi wasallam, uchungu, hivi mkufu wa mke wangu Khadija leo yukombolewa kafiri anayenipiga vita. Kamtia uchungu sana na huzuni sallallahu alaihi wasallam. Na akitizama na huyo upande wa pili nani, ni binti yake, waraqqa libnatihi ashadda ar-riqa, na akawa na huruma, pole amuonea huruma huyo binti yake, nifanyeje? Thumma altafata ila ashabi, kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa huzuni akawatizama wa masahaba wake, waqala, akawaambia, inna Zainab ba'athat bihadha almal liftida'i Abi al-As. Moyona hii mali, angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyokuwa akiwashauri masahaba wake, na alikuwa halibei, kwa sababu yeye alikuwa ni mtume, alikuweza kufanya chochote, akamwacha Abu al-As na hakuna yote aweza kufanya chochote. Lakini angalia alivyokuwa na rahma na umma wake na kuwapenda masahaba wake, na pamoja kwa ni mbora viumbe, lakini jambo lake yuwashauri masahaba. Akawaelekea akawaambia, hii mali imeletwa na Zainab binti yangu kumkomboa Abu al-As, fa in ra'aytum am tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alayha ma laha faf'al, naomba ombi tu, ikiwa mweza kumwacha huwa Abu al-As, mwacheni aende,
na hizi mali kama mtakubali mumregeshe basi sawa, bimaana kama hamtaki basi ni haki kama wengine walivyolipiwa na huwa amelipiwa, sawa, chukueni hii mali tawaganyia. Lakini ikiwa ni ombi tu naomba, ikiwa mtaruhusu basi muacheni huu na hii qilada, huu mkufu urudishwe. Sababu akijua mkufu wa Khadija radhiallahu ta'ala anha, yani mali iliyotumika kunusuru Uislamu leo vipi itumike kumnusuru mtu anayepiga vita Uislamu? Faqalu masahaba kwa kauli moja bila taraddud wakasema nu'matu ain ya Rasulullah, wa nu'matu ain yani ni maneno Mwarabu husema ikiwa yani amekubali jambo kwa moyo wote, yani uneemeke macho yako furahi, yani ndio furaha yako, wa nu'matu ain ya Rasulullah, hilo tumelikubali wala halina shaka. Ghaira anna an-nabiyya alayhi salatu wassalam اشترط على أبي العاص قبل إطلاق سراحه أن يسير إليه ابنته زينب من غير إبطاء. akaambia lakini kwa masharti, sikuache hivi hivi, hii mali takuregeshea mali yako na wewe tutakuacha uende uregeshe mkufu kwa Zainab, kisha binti yangu uniletee haraka mno, muache binti yangu arudi Madina haraka bila kuchelewa, min ghairi ibta. Kwa hiyo ndio sharti, ima mengine ama ni kuache kwa sharti hii, uende ukifika Makka tu jambo la kwanza uniletee binti yangu. Fama kada Abu al-Aas yablughu Makkah hatta badara ila al-wafa'i bi ahdi, lakini alikuwa ni mtu wa kutimiza ahadi. Alipofika Makka tu kitu cha kwanza akakimbilia kutimiza ahadi aliyomwahidi Mtume sallallahu alaihi wasallam ya kumregeshea binti yake. Fa amara zawjatahu bil isti'dad lirrahil, akamweleza mkewe sasa jiandae urudi kwa baba yako, utaenda Madina. Wa akhbaraha bi anna rusula abiha yantadhirunaha ghayra ba'id an Makkah, na akamweleza kwamba escort wajumbe waliotumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, escort kutoka Madina baba yako haiko mbali na Makka, utapelekwa paka hapo alafu utapewa escort paka ufike Madina. Wa a'adda laha zadaha wa rahilataha, akamwandalia chakula ama kitu ambacho kitamsaidia kwenye safari yake, akamwandalia mnyama wake vizuri. Wanadaba akhahu Amr ibn Rabi', kisha akamwakilisha ndugu yake Amr ibn Rabi', ndugu yake Abu al-Aas jina lake ni Qasim. Akamwambia ndugu yake Amr ibn Rabi', basi muescort paka umfikishe pale kwa ile escort ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Akamwambia limusahabatiha wa taslimiha limurafiqiha yadan biyad, nenda paka uwapatiane mkono kwa mkono, usimwache njiani paka umfikishe kwa ile escort ndio urudi, wahakikishe amefika. Amr ibn Rabi' ilikuwa ni familia ahadi, si watu waovu, ni kufuru na shirki ndio ilikuwa imewavama, lakini ilikuwa ni watu wenye vifua vya uadilifu, na hivi ndivyo walivyokuwa Waarabu hata kabla ya Uislamu, ni watu wa kutimiza ahadi. Alipopewa amri ile na nduguye, tanakaba Amr ibn Rabi'a qausa, kaeka ile qaus ile ya kuwekea ama uta, akaeka uta wake vizuri, yani tanakaba, akauchukua faalqahu fi mankibihi, qal tanakaba, akaeka begani, akautengeza akauweka begani vizuri. Wa hamala kinanatahu, na akabeba kinana ile yani inawekwa mishale ndani yake, kabeba. Waja'ala Zainab fi haudajiha, kisha akamweka Zainab kwenye nini, kwenye haudaj. Haudaj ni kile kijijumba ambao huwa kiko juu ya mnyama ambao wabebwa wanawake kustiriwa wasionekane. Kwa akamwandaa mnyama ana haudaj, kile kijumba ndani, akaingia Zainab. Wa kharaja biha min Makkah jiharan nahara, akatoka naye mchana kwa wazi, makureshi wote wamtizama, akatoka naye, yani mtu ajaribu kunisogelea. Ala mar'an min Quraish, makureshi wote washuhudia huyu Zainab yopelekwa kwa babake.
fahaja alqawm wa maju, watu wakaanza kupiga makelele, vipi watu wanaonyesha dharau, mbona huyu hivi mbele ya macho yetu hauendi, wakamfuata hautoki. Walahiqu bihima hatta adrakuhuma ghayra ba'id, wakamfuata wakamzunguka hakufika mbali. Warawa'u Zainab wa afza'uha, wakaanza kumtishia, tamua, leta vitisho, kamtia hofu. Yuangalia tu Amr ibn Rabi'a. Inda dhalik, alipoona wanzidi, watara qausa, akatoa ule mshale wake begani akaushika vizuri. Wanatara kinanatahu baina yadayhi, kisha akaeka ile auto akaiweka karibu. Waqala, akawaambia, wallahi la yatnu rajulun minha illa wada'tu sahman fi nahri. Mtu ajaribu kusogea tu kwenye hicho kihautaji, mtu yoyote akijaribu kusogea, wallahi nitamweka mshale kwenye shingo yake. Na alikuwa jua akisema hivyo, wakana ramiyan la yukhti'u lahu sahm, ilikuwa ni wale watu hakosi, yani hana kukosa, hajui kukosa. Yani mshale wake akisema ni uweke sehemu fulani, basi ni hapo hapo. Yani hata uwe mbali vipi, akisema huu mshale nataka niweke kwenye jicho la kulia, hapo hapo. Ni watu walikuwa na shabaha za hatari. Kwa Makureishi walikuwa wakisema mbali, lakini wajua huyu bwana akianza kutupa mishale yotuangusha sote. Wakaambia, sasa kama mtu mwanamume asogee hapo nimuoneshe. Faaqbala alayhi Abu Sufyan. Abu Sufyan ibn Harb hapo ndio kiongozi wa Makureish baada ya kufa wale kina Abu Jahl na wengineo. Akamlekea Abu Sufyan kwa mbali, wakana qad lahiqa bilqawm, na ilikuwa naye pia mkuja watu walipokuwa fujo Maka. Mbona Amru yatuonesha dharau, mbona yamtoa binti ya Muhammad, aketuachia wameua wakubwa zetu na sisi tumuue binti yake. Waqala lahum, Abu Sufyan akamwambia Abu al-Asim, yabna akhi, ewe mtoto wa ndugu yangu, kuffa anna nailak hatta nukallimak, hebu punguza jazma, tuongee kwanza. Wacha haya, hebu tulia, wacha hiyo mishale, hebu weka chini tuzungumze. Fakaffa anhu, akatulia. Haya sema. Faqala lahu Abu Sufyan akamwambia, innaka lam tusib fima sana'at, kiukweli hujafanya sawa, hayo uliyofanya ni makosa, hivyo ulivyosema hivyo ulivyofanya si sawa. Kwa pole yeye yani yeye na Abu Sufyan, sasa yuongeleshwa na Abu Sufyan taratibu, wao wawili tu. Amwambia, falaqad kharajta bi Zainab alaniyatan ala ru'usi an-nas, wewe umefanya makosa, umetoka na Zainab dhahiri kwa watu wote, tena wakubwa wa Quraysh wote, watu wa kuona. Wa uyununa tara, na sisi sote tukushuhudia watufanyia hivi. Waqad arafat al-arab jami'uha amra nakbatiha fi Badr, na watu wote Waarabu wote dunia mzima wajua msiba wetu uliotupata Badr. Wama asabana ala yadi abiha Muhammad, na aliyotusibu kupitia mikono ya babake Muhammad wewe wajua, na watu wote wajua. Yani sote tuna msiba tu, watu wakubwa wetu wameuliwa. Leo mtoa binti yake dhahiri kutuonesha dharau kiasi gani. Ambia, fa idha kharajta bibnatihi alaniya kama fa'alt ramatna alqaba'il biljubn, ukitoka na hivi binti dhahiri mchana, Waarabu watasema Makureishi waoga, wa wasafatna bilhawani wadhul, na watatusifu kwa udhalilifu na kwamba tumedhalilishwa kiasi ya kwamba hatuwezi kufanya chochote. Hasa na kuomba bwana, irji' biha, naomba ya Amr rudi na huu binti, wastabqiha fi baiti zawjiha ayaman, alafu mwache aketi kwa masiku kwa mumewe, hatta idha tahaddatha an-nas bi annana radadnaha, paka watu Waarabu wakisema basi walimrudisha Makureishi wakumwacha kutoka, yani watu wasione kwamba sisi mwaoga. Watu wote wakisema basi hawakuweza subutu watoke Makureishi, wataki machezo, wakitusifu sasa kwamba sisi tuna nguvu. Fasullaha, we mchopoe, mpenyeze sehemu usionekane. Sullaha yani chopoe kwa siri, mimbaini adhhurina sirra, umtoe kwa siri, usifanye kwa dhahiri, mambo hao utatudhalilisha. Walhiqha bi abiha fama lana bihabsiha anhu haja,
kisha mwache aende kwa babake, mpeleke kwa babake, si hatuna haja ya kumzuia. Kwa nini tumzuie? Ana makosa gani? Lakini angalau subiri masiku, watu wakishaona jambo limetulia, kisha mtoe kwa siri hata watu wasijue. Amr faradhiya bidhalik, akaambia sawa, meridhia. Waada Zainaba ila Makkah, akamrudisha Zainab Makkah. Thumma ma labitha an akhrajaha minha layla ba'da ayyamin ma'dudat, baada masiku machache akamtoa usiku, watu hakuna, watu wamepumzika, akatoka naye usiku. Wa aslamaha ila rusuli abiha yadan biyadin kama awsahu akhuhu, akafikisha bado escort ilikuwa imetumwa, mpaka akamsalimisha kwenye mikono ya wale escort wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akapelekwa kama alivyomhusia ndugu yake Abu al-As, naye akatekeleza wasia ule. Aqama Abu al-As fi Makkah ba'da firaq zawjatihi zamanan, Abu al-As akaendelea kuishi maisha yake Makkah baada ya kufarikiana na mkewe kwa muda, hatta idha kana qubayla al-fath biqalil, muda ukaenda mpaka imefika karibu na fathi Makkah, bado kidogo fathi Makkah. Kharaja ila Sham fi tijarati lahu, katoka kuelekea Sham kwenye biashara zake kama kawaida yake. Falamma qafala raji'an ila Makkah wa ma'ahu 'iruhu allati balaghat 100 ba'ir, alipokuwa yuarudi zake Makkah na ana msafara wake wa chakula takriban ngamia 100, wa rijaluhu alladhina nayafu ala 170 rajula, na wanaume wafanyikazi ambao wafikia takriban 170. Barazat lahu sariyatu min saraya rasul, bahati mbaya wakakutana na jeshi la mtume. Saria ndo hawa makureshi hawa waliotufukuza kwetu, wakachukua mali zetu, ndizo hizo zifanya biashara zetu hizi. Sababu watu walitolewa kwenye miji yao, wakaacha mali zao, wakaacha kila kitu chao, wakaenda Madina wakiwa hawana kitu. Mali makureshi wakazichukua wao. Sema sasa ndo hawa wakakutana na jeshi la Mtume sallallahu alaihi wasallam karibu na Madina, kwenye kulinda mipaka ile, wakakutana. Fa akhadhatil 'ira wa asaratir rijal, wakapokonywa ule msafara, ngamia wote leteni, na wale wanaume waliokuwa wako pale wote wakatekwa mateka. Lakini Abul As afala lakini Abul As aflata minha, lakini Abul As huyu akaponyoka, hawakumpata. Falam tadfar, ile jeshi halikumpata Abul As. Kwa hiyo Abul As akakimbia, akaacha wafanyikazi wake nyuma na mali yake. Haya, falamma arkha al-layl sudulahu, ilipokuwa yani usiku umeteremsha stara zake, bimaana usiku umetulia, giza limeingia. Istatara Abu al-As bi jumhi al-dhalam, Abu al-As akajistiri kwa bawa la giza, yani akajistiri, akajificha kwenye ile giza. Wa dakhala al-madinata khaifan yatarqab, akaingia Madina akiwa huku yachunguza kama yatizama, ana hofu kabisa, angalia nyuma na mbele, hofu imemjaa. Wa madha, akaenda kwa taratibu usiku, hatta wasala ila Zainab, mpaka akafika kwa Zainab. Wastajara biha, naomba unipe jiwa, naomba unipe hifadhi, wasini uwe, niombe jiwa. Na kawaida muislamu mmoja akimpatia jiwar kafiri, basi ni haki kwa waislamu wote kutomgusa. Kaomba jiwar kwa Zainab. Fa ajarat, akaambia shakupatia jiwar, mimi uko kwenye jiwari yangu, hakuna mtu atakudhuru. Walamma kharaja ar-rasul salawatullahi wa salamuhu alayhi li salati al-fajr, Mtume sallallahu alayhi wasallam alipotoka kwenda kusali salatu al-fajr, wastawa qa'iman fil mihrab, shasimama wima qibla yatakusalisha. Wakabbara lil-ihram, kapiga takbiratul ihram, Allahu akbar. Wakabbara an-nas bitakbiri, na watu wakapiga takbiratul ihram. Sarakhat Zainab min safati an-nisa, yani Zainab akapiga ukelele huku kwa wanawake. Waqalat, akasema ayyuhan nas, enyi watu, ana Zainab bintu Muhammad,
وقد أجرت أبا العاص فأجيروه mimi naitwa Zainab bint Muhammad sallallahu alaihi wasallam na mimi nimempatia hifadhi na jiwaru Aba al-As naomba nyote msimguse mpatie hifadhi watu wako kwenye swala falamma sallama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min as-salah mtume baada ya kupiga salamu iltafata ila an-nas akawageukia watu waqala akawaambia hal sami'tum ma sami'tu ni imagination ama nyipya mmesikia nilichokisikia mmesikia ndio yasikia qalu na'am ya rasulullah akaambia ndio ya rasulullah tumesikia قال akawaambia walladhi nafsi biyadi na apa kwa yule nafsi yangu iko mikononi mwake ma alimtu bi shay'in min dhalik hatta sami'tu ma sami'tum wallahi sijui kama Abu al-As yuko hapa wala sijapangana na nani na Zainab sijamkadhania labda najua chochote ilikuwa sijui hii habari paka niliposikia kama mlivyosikia wa innahu na ilivyo jambo kwenye dini yetu na Uislamu wetu ushani na dhamiri jambo lilivyo yujiru minal muslimina adnahu aweza kumpatia hifadhi yoyote katika Uislamu hata yule wa chini kabisa akisema huyu si muislamu asiguswe basi Waislamu wote hatuna haki ya kumgusa jiwa kwa hiyo asiguswe madamu amempatia jiwa aachwe aketi kwa amani ndio hii maana ya kauli Allah subhanahu wa ta'ala wa in ahadun min al-mushrikeen istajarak fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana wa in ahadun yani yoyote katika washirikina yoyote akitaka jiwari ya kuhifadhiwa basi mpatie jiwari muhifadhini huenda akasikia maneno ya Allah thumma ablighu ma'mana kisha mfikisheni paka pale ambapo atakuwa na amani yake mpeni escort tena mumfikishe paka afike kwa hiyo jiwar ni jambo la dini na sheria kwa hiyo kaambiwa basi madamu Zainab amepatia jiwar msimguse kisha insarafa ila baiti mtume akaenda nyumbani waqala libnati akamwambia binti yake Zainab akrimi mathwa Abi al-As mkarimu ikiwa chakula apelekewe wa'lami lakini ujue annaki la tahillina lahu wewe si halali kwake kwa hiyo mambo mushirikina na mu'min ni mbali chakula apelekewe mfanyie ikram lakini ujue wewe si halali yake ثم دعا رجال السرية التي أخذت العير وأسرت الرجال وقال لهم kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akawaita wale jeshi waliokuwa mateka wale ule msafara na wakawateka mateka wale mabwana akamwambia inna hadha ar-rajula minna haythu qad alimtum sahihu bwana ni katika sisi bimaana yuko chini yetu na yuko chini ya hifadhi yetu kama mlivyojua amepewa jiwar na Zainab waqad akhadhtum mala na nyinyi mmechukua mali yake na ashapewa jiwar fa in tuhsinu وتردوا عليه الذي له كان ما نحب ikiwa mtamfanyia ihsan mtume alikuwa ni muhsin mtume alikuwa ni mtu mwenye rahma na huruma hakuwa lengo lake ni kuchukua mali wala kutaka dunia lengo lilikuwa ni watu waslimu ndio bana yani alikuwa na hirsi kubwa ya watu wote wakubali Uislamu paka wakimpuza mtume sallallahu alaihi wasallam alipoiumia sana paka Allah akamteremshia aya wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ard aw sulaman fis samaa fatatiyahum bi aya walau shaa Allah la jama'ahum 'ala al-huda fala takunanna min al-jahilin maneno mazito akaambiwa mtume ambaye ikiwa ila wakubwa mno wakipuza hii dini kama hawakufuata wasikia kuumia sana basi ikiwa waweza chimba kwenye ardhi utoe nini nafaka mtwaje ila kuchimba chini ya ardhi kama wale Hamas wafanya nafaka sijui itwaje itwa tunnel ukiweza kuchimba tunnel kwenye ardhi ukachimba basi ama upande mbinguni panda ili walete aya waamini kama wewe ukiona hawaamini waumia sana basi wewe tafutia aya nyingine huko chimba tunnel maneno magumu
ambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, wa in kana kabura alayka i'radun fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sulaman, au tafute ngazi upande basi mwenyewe mbinguni uwalete aya. Walau shaa Allah la jama'ahum 'ala al-huda, law Allah angetaka angewaongoza kwenye uongofu, lakini kwa hikma yake Allah subhanahu wa ta'ala yajua wewe lako ni kufikishwa, ma alayka illa al-balagh. Kisha Allah amwambia fala takunanna min al-jahilin, usiwe katika wajingani. Katika aya ngumu, maneno magumu walioambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwao ni hii aya. Yani maneno mazito sana ambiwa mtume sallallahu alaihi wasallam, kuonesha mtume alikuwa akiumia mno. Ni rahma, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yani fabima rahmatin min Allah linta lahum. Mtume alikuwa laini, yani kupitiliza, mpole, rahim. Akamwambia huyu mtu mwajua amepewa jiwa, ikiwa ihsani tu si lazima, ikiwa mtafanya ihsani mtamregeshea mali yake, kana manuhib, basi hilo ndo mimi nalipenda. Wa in abaitum, ikiwa hamtaki, fa huwa fai, basi ni fai. Yani fai ni ghanima inayopatikana bila vita, kwa hiyo itakuwa hiyo ni fai, ni haki yenu, tawaganyia ni zenu, ni haki yenu. Ikiwa mtaka hizi mali, basi ni katika fai ambayo afaa Allahu alaykum, Allah amewapatia. Wa antum bihi ahqqun, na nyinyi mna haki zaidi ya kupewa hizi mali. Lakini mimi hisani tu, kama mtamregeshia kwa hisani sawa, lakini kama mtabaki bado ni haki yenu. La shaka masahaba wapenda anachokipenda mtume sallallahu alayhi wasallam, faqalu bal naruddu alayhi malahu ya rasulullah, hatuna cha faida, tutamregeshea mali yake yote ya rasulullah, madamu hilo alipenda sisi tutamregeshea. Falamma jaa li akhdhihi, kaambiwa haya Abu al-Aas kachukue mali yako. Alipokuja kuchukua, wale masahaba wengine na wengine wageni kwenye Uislamu, qalu lahu, wakaambia Abu al-Aas, ya Abu al-Aas, innaka fi sharafin min Quraysh, wewe ni mtukufu katika Quraysh, waheshimiwa. Wa anta ibnu ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, na wewe ni mtoto wa ammi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, nasaba yake ungana kwa Abdi Manaf, Abdi Manaf ibn Qusay ibn Kilab, ungana hapo. Kwa hiyo wewe ni mtoto wa ammi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tena wasihru, isitoshe wewe ni mkwewe, wewe umeoa binti, ulioa binti yake. Fahallaka an tuslim, wakamfanya dha, basi angalia, si uslimu basi, alafu ukislimu, wa nahnu nanzilu laka an hadha almal kullihi, hii mali tutaifanya hatukuregeshei tena, ni fai, alafu tutakupa wewe yote, yote itakuwa yako. Kuna mali nyingine za Makuraish, fatan'umu bima ma'aka min amwali ahli Makkah, uneemeke, utakuwa ni tajiri mkubwa, mali za watu wa Makkah nyingine itakuwa umeneemeka nazo wewe. Watabqa ma'ana fil Madina, kisha ubaki Madina, hawezi kufanya chochote. Faqala Abu al-Aas akawasikiza, kisha akamwambia, bi'sa ma da'utumuni, ni uovulioje huo mnaonitia, an abda dini al-jadid bighadra, hivi nianze dini yangu mpya kwa khiana? Siwezi kufanya khiana. Nyinyi mmeambiwa mniregeshe mali za watu, mtaziregesha kwa wenyewe, siwezi kuwafanyia khiana hata kama si Waislamu. Hajaslimu bado, lakini anasema hata kama ni kuingia kwenye dini, siwezi kuanza dini yangu na khiana. Mada Abu al-Aas bil-'ir wama 'alayha ila Makkah, Abu al-Aas akapewa msafara wake na mangamia yake na watu wake, akaenda mpaka alipofika Makkah. Falamma balaghaha adda likulli dhi haqqin haqqa, akapatiana kila haki ya mwenyewe, kila ambaye ana kitu chake akakiregesha. Thumma qala, kisha akasimama baada ya kuwagania kila mwenye haki yake akampatia, kisha akasema, ya ma'shara Quraysh, enyi mkusanyiko wa Quraysh, hal baqiya li ahadin minkum 'indi malun lam ya'khudh, kuna yote kati yenu ana mali yake kwangu hajaichukua yanidai? Mshuhudie mapema kabla hamjajua. Faqalu, wote kwa kauli moja, la, hakuna bwana, wewe mashaallah shatuletea zote. Wajazakallahu anna khaira, Allah kulipe kwa ajili yetu kila khairi. Faqad wajadnaka wafiyan karima, tumekupata ni mtu mwenye kutimiza ahadi, mtu mkarimu. Wakamsifu, hawajajua kwa nini wewe ni
mtu bora, wewe ni mkarimu, wewe ni hivi. Kaambia sawa. Akamwambia ama wa inni qad waffaitu lakum huquqakum, ama ikiwa mimi nishamaliza kutimiza haki zenu, nishawapatia nyote, basi fa ana ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadar Rasulullah. Basi mimi nashuhudia hapana mola pasipokuwa kwa haki isipokuwa Allah mmoja pekee yake, na Muhammad ni mtume wa Allah. Watu wakapigwa na mshtuko. Bora tungesema tukudai. Kumbe watu wafanya hivyo wataka kuslimu wewe. Kisha walipokuwa watu wamwangalia hawajui wafanyeje, akawaambia wallahi ma mana'ani min al-islam 'inda Muhammadin fil Madina, hakuna kilichonizuia mimi kuslimu kule Madina kwa Muhammad sallallahu alayhi wasallam illa khawfi an tadhunnu anni inma aradtu an akula amwalakum, isipokuwa nilikuwa na hofu mudhanie kwamba mimi nataka kula mali zenu, ndio maana mmewaletea mali zenu kisha mmeslimu mbele yenu. Thumma au falamma addaha Allah ilaykum, baada hizi mali Allah kunisahilishia kuziregesha, wa faragtu dhimmati minha, na baada kumaliza dhimma yangu, sina dhimma na mtu, aslamtu, ndio maana nimeslimu hapa mbele yenu. Kwa hiyo na watu wakimheshimu na wakimogopa ni katika wale wapiganaji wa vita wazuri. Thumma kharaj, haya ma'a salama, katoka hatta qadima ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, akafanya hijra akarudi zake Madina kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fa akrama wifadatahu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamkirimu ugeni wake, akawa na karimu. Wifada yani dhiyafa, akamkirimu ule ugeni na zawadi yake. Wa radda ilayhi zawjata, kamrudishia mkewe, haya Zainab, rudi kwa mumeo. Wa kana yaqulu anhu, na Mtume alikuwa akisema kwa akimtaja Abu al-Aas, hadathani fasadaqani, alinizungumzisha akanisema kweli. Wa wa'adani fawafadi, akaniahidi na akatimiza ahadi. Aliniahidi kumregesha Zainab na akamregesha, na alikuwa akiongelesha ukweli na akawa kweli kwenye kunizungumzisha. Abu al-Aas radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu an sahabati rasulillahi ajma'in. Huyo Abu al-Aas kama tulivyosema jina lake ni Al-Qasim ibn al-Rabi', Al-Qasim ibn al-Rabi' ibn Abd al-Uzza ibn Abd al-Shams ibn Abd Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Wayoungana na nasaba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa Abd Manaf ambaye mama yake ni Hala bintu Khuwailid radiyallahu ta'ala anhu wa radiyallahu an sahabati rasulillahi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Inshallah sahabi wetu wa Jumamosi atakuwa Asim ibn Thabit, Asim ibn Thabit radiyallahu ta'ala anhu wa an sahabati rasulillahi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.